Bwana, Simba na Yanga, Singida Black Stars na Azam wiki ya kwanza ya Septemba watashuka kwenye International Arena kuanza kampeni yao michuano ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho Afrika. Shafi Dauda tumezungumza naye kutaka kufahamu kwa namna ambavyo timu hizi zimeonyesha viwango vyao kwenye ligi kuu ya NBC. Ana picha yoyote ama amepata picha yoyote namna ambavyo timu hizi zita perform kwenye michuano hiyo mikubwa ya vilabu barani Afrika? Digala. Sina hofu na timu zetu, timu zote Simba, Yanga, Azam, Singida, kwa level ya namna ambavyo wao wamejiposition. Ukiacha tu kushiriki kwenye ligi yetu, sababu kuna gap kati ya hizo timu hasa mbili, na Azam ukiwakompea na timu zingine ambazo wanashinda nazo kwenye ligi, kuna level kubwa kidogo. Unaweza kaipima kwenye mechi zilizopita hasa za hawa wakubwa wawili. Yanga mechi 3 goli 11, bao 3-1, 4-1, 4-0, na gap kubwa unaiona hata ukiona angalia game ile inaonekana kabisa wako kwenye level nyingine tofauti. Simba pamoja na kwamba wamepata kila mechi wamecheza wakiwa pungufu kwa dakika kadhaa, lakini bado timu zilishindwa kutumia hiyo nafasi ya upungufu kuweza kuwadhuru, wakafanya kukusanya pointi 9. Kwa hiyo tayari unaweza kuona wapo kwenye level ya hatua ya makundi, level ya hatua ya mtoano ya michuano ya Afrika ngazi ya vilabu. Sio story kwao hizo mechi za hatua ya awali. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, sioni kikwazo kwa Simba na Yanga wanapokwenda Botswana pamoja na Malawi, labda kwa sababu mpira wa miguu unadunda, lakini kwa mazingira yalivyo Simba na Yanga wako kwenye level zingine. Sioni kama hizo mechi zina changamoto kwao kwa maana ya kufuzu na kwenda hatua ya makundi, na makundi kwa sasa hivi sioni kama ni sehemu ya kujivunia. Ni kuenda kwenye hatua ya knockout stage na robo finali, sio story. Kwa mfano kwa klabu kama Simba, hata Yanga pia wameshacheza mpaka finali ya kombe la shirikisho. Kwa kwenda kwenye nusu finali na kuchukua ubingwa ndo story. Kwa hiyo ukiniuliza kwa hizi mechi zilizotangulia na aina ya mechi unazokwenda kucheza kwenye michuano ya ngazi ya vilabu Afrika, sioni kama kuna ugumu. Hatua ambayo ni changamoto ni ile ambayo unakutana na kubwa wenzao kwenye hatua aidha ya makundi au kwenda kwenye knockout stage. Kwa hiyo wakati huo itakuwa tayari msimu umesogea, wameshacheza mechi nyingi na wameshapata muda wa kukaa kama timu. Makocha wao ambao mfano kocha wa Yanga ni mpya, ana squad kubwa tayari, atakuwa anawajua wachezaji na anajua aingie na mbinu ipi na mchezaji yupi wa kumpa matokeo kwenye mechi ipi kwa muda upi. Baadhi ya timu Giant kwenye mashindano ya Afrika mwaka huu hawapo, kama Al Ahly. Inawezekana ikawa ni nafasi kwa timu za nyumbani kufanya vizuri kutokana na kutokuwepo kwa timu hizo kubwa zenye uzoefu na ambazo malengo yao ni kuchukua ubingwa moja kwa moja. Kwa bahati mbaya anaweza asiwepo Ahly, akawepo Pyramid au akawepo Al Masry, bado representative wa Egypt level ya competition na ubora wake unabaki pale pale, regardless kwamba ni unacheza na Ahly au unacheza na nani. Na hilo limedhihirishwa timu nyingi ambazo tumecheza nazo kutoka Egypt, kutoka Morocco, kutoka kaskazini mwa Afrika, haijalishi unacheza na miongoni mwa zile timu kubwa, as long as ni representative kutoka Egypt, kutoka Morocco, anakuwa na ushindani. Na hasa kitendo cha Ahly kutopata nafasi ya kucheza Champions League inatuonyesha dhahiri shahiri kwamba kuna maendeleo na kuna timu imeibuka imekuwa bora Egypt kuinyima Ahly kucheza Champions League. Kwa hiyo timu ambayo imeibuka na kuinyima Ahly ni timu ambayo inatakiwa iogopwe. Ni mfano Pyramids ndio mabingwa, lakini walipoanza walikuja kumchukua nafasi ya Zamalek. By then ilikuwa Zamalek Ahly. Alipokuja kuchukua nafasi ya Zamalek akabaki na Ahly. Leo ni bingwa. Ndio. Kwa hiyo kutokuwepo kwa Ahly haimaanishi kwamba ya wawakilishi wengine kutoka kwenye hizo nchi watakuwa ni wepesi. Mfano Wydad ya kuwepo, kama nakumbuka, Wydad ni moja kati ya timu kubwa, alikuja Barkane, alikuja AS FAR Rabat, kacheza finali, si ndio? Akwepo Wydad, akwepo Raja Casablanca, yuko Barkane, kacheza finali Zanzibar, wote tumeona. Amekuwa AS FAR Rabat, kacheza finali na Mamelodi Sundowns, si ndio? Tumeona. Kwa hiyo manake ni kwamba
yeyote anayetoka kwenye hizo nchi ambazo tayari zimeshapiga hatua anakuwa na upinzani wa hali ya juu. Okay, ni Shafi Dauda Digala na tathmini yake juu ya namna ambavyo amefuatilia mwenendo wa klabu zetu kuelekea kwenye wiki ya kwanza ya michuano ya kimataifa, akiwa anasema kwamba hana mashaka na hatua za awali kwa klabu za Kariakoo. Sure. Sio mchezo. Yeah, for sure. Sio mchezo. Sio mchezo. Kwa hiyo hatua ya awali kwa klabu za Simba na Yanga si story tena. Na nafikiri itakuwa ni bado tunaendelea kuzipimia klabu za Azam na Singida Black Stars kwa sababu bado hazijijengele himaya ya kwenye hatua za awali pia, kwa sababu ndio nafikiri msimu wa pili. Lakini kwa Young Africans, wekundu wa Msimbazi, Simba, wote hao kwenye hatua za awali hivi sasa wamekuwa ndio timu tishio. Yani timu ambazo zinapangiwa Yanga au Simba kwenye hatua ya awali, kwa asilimia kubwa zenyewe huwa zinakuja zikiwa zimeweka mikono nyuma namna hiyo. Yeah, of course. Kwa historia ya Simba ndani ya hii miaka 10 katika ligi ya mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho, Simba ametengeneza historia nzuri sana. Nakumbuka robo finali kwao imekuwa sio story tena. Lakini chini ya Benchika walivuka wakaenda kucheza walicheza ilikuwa ni nusu finali, walitolewa kama nakumbuka dhidi ya Wydad. Ilikuwa ni robo. Sile wanafungwa kwenye penalty. Yes. Baada ya hapo wanakuja chini ya Fadlu Davids wakaenda all the way kucheza finali. Kwa Yanga likewise, hilo kombe la shirikisho. Kwa Yanga nao ni hivyo hivyo. Japokuwa wao hawana ile mtiririko mzuri wa kwenye mashindano ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho, japokuwa ndani yake wamecheza finali moja ya kombe la shirikisho na wamefanikiwa kucheza robo finali ya ligi ya mabingwa ambao waliondoshwa na klabu ya Mamelodi. So kuna namna wametengeneza kuogopwa. Yani wapinzani wakija kukutana na Simba na Yanga wanakuja kwa nidhamu yote, kwa heshima kubwa sana, kutokana na uwekezaji ambao umefanywa na hivi vilabu viwili. Yes. Simba ukiangalia wamewekeza kwa Libase Geye, Anise Toura, Eli Mpanzu, top players. Clatous Chota Chama, top players. Ukienda kwa Yanga wanapita Shalulile. Wana Albert Kangwanda, wana Zakwani, amerudi Aziziki. Una mtu kama Clement Mziza hajaanza kucheza kwenye timu. Una Selemani Mwalimu naye bado hajaanza kucheza kwenye timu. So they have top players. Wana kikosi bora sana. Na ukikompare na hao wachezaji, wapinzani wao ambao wanaenda kukutana nao kwenye hizi hatua za mwanzo, obviously mzani unauona kama umeegemea upande mmoja. Simba na Yanga wanawachukulia kama hawa wapinzani wao ni underdog wa Simba na Yanga. For sure. Yes, hata kwenye ligi zao husika huwezi ukakompea na ligi ya Tanzania bara. Huwezi. Yani wao ni underdog. Iwe usiku iwe asubuhi iwe mchana. Wakitolewa kwenye hatua kama hizi, Simba na Yanga bakora zitembee. Of course. Simba na Yanga kwa sasa, yani sasa hivi hatua ya awali Simba sio pop au Yanga pop. Ukanda pekee ambao kwa heshima, ingawa kwa heshima ya mchezo wa mpira wa miguu lazima utunze akiba kwa sababu kuna surprise kwenye football. Na Simba alishawahi kukutana nayo surprise dhidi ya Galaxy jana, upigwa za uso ile, alafu dhidi ya UD Songo pia. Lakini kwa sasa football ilivyo na investment ambayo wamefanya, ni kanda mbili tu ambazo zinaisumbua Simba na Yanga. Timu kutoka Afrika Kusini na timu kutoka Afrika ya Kaskazini. Afrika Kusini yenyewe zinajishikilia. Yes, huu kanda uliobaki hapa kati, Simba wanaweza kuruka na ukanda wa Afrika Magharibi, wanaruka nao Afrika Mashariki wanaruka vizuri, hapo Afrika ya Kati wanaruka vizuri. Kwa hizi game ambazo zinakuja kwa Simba na Yanga, kama sasa watashindwa kuvuka kwenye hizi mechi, lazima tukae chini kwanza tuwekee kikao. Lazima tuwekee kikao. Japokuwa mpira tena kikao na wanachama wao. Mpira una matokeo ya kikatili sana. Lakini kwa hawa pinzani ambao wanakutana nao kutoka Malawi na Lesotho. Simba kutoka Botswana. Yes. Yanga against Gaborone, Simba against Mighty Wanderers kutoka Malawi. Yes. Around. Mimi na Times tumejiamulia kukupa raha. Tulikuwa tunagusia kuhusiana na
Simba na Yanga kuelekea michuano ya kimataifa baada ya kuwatazama kwenye ligi kuu na uhalisia ni kwamba si kipimo halisi kwa wanachokifanya kwenye ligi kuu, akiwezi kuwa ni kipimo halisi cha namna ipi wamejiandaa kuelekea kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Yeah, for sure. Na kwa namna moja ama nyingine pia kuanzia kuwa na hatua mbili za kudili nazo kabla ya hatua ya makundi, nadhani inaturejesha nyuma kwenye miaka ambayo tulianza michakato ya kufanya vema kwenye mashindano ya CAF ya vilabu around 2017-18, especially Simba Sports wakiwa ndio wabeba maono kipindi hicho, Mohamed David akiwa amefinance sana ule mradi. Kina Boko, kina Chama, unajua na wengine wengi ambao walikuwa kosini kipindi kile, Jonas Terad Mkude, cream ya soka Tanzania, kina unajua Saidi Pasco wao na wengineo. Lakini yote kwa yote ni kwamba ahead of huu msimu mpya hizo hatua mbili kuwepo, naiona kama inaweza ikawa faida kwa Simba na Yanga kuweza kupata extra matches za kujiandaa kabla ya kwenda kwenye hatua ya makundi. Mimi siamini kama tutatoka kwenye hatua za awali, naamini tuko na investment sahihi sana na ubora toshelevu kuweza kufikia hatua ya makundi. Kwa hiyo kupata walau michezo 4 ambayo tutaicheza kwenye hatua za awali itatupa nafasi ya pre-season ya ziada, plus kile ambacho kinaendelea kwenye ligi kuu, na ambapo timu zote hizi ziko kwenye confidence ya hali ya juu. Tayari timu zote zimeflat. Utakumbuka Simba na Yanga wamebebana kwa alama kwenye msimamo wa ligi wakiwa wote na alama 9. Kwa hiyo the confidence is high in terms of performances. Timu zote zinakuwa kila siku kwenye ubora wa timu na mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo michezo 4 ile ya hatua ya awali itakuwa plus nyingine sana. Na kwenda kwenye hatua ya makundi, chochote ambacho kitachotokea, mimi binafsi yangu sikiwazi sana kwa squad ambazo wanazo Simba na Yanga kwenye msimu. Mimi nawaona wakitoshea kucompete walau kufika mpaka nusu finali msimu. Nawaona kabisa timu zote mbili. Umewapa deni? Yeah, nimewapa deni. Actually so deni kwa squad walizonazo. Ninaamini kabisa wanaweza kufika nusu finali, kwa sababu kama unazungumzia nusu finali ya CAF Champions League hivi sasa, unataja AS FAR Rabat, unataja Esperance, unataja Mamelodi Sundowns, maybe Orlando Pirates na National Al Ahly obviously. Na ukitazama hivyo vilabu hivi sasa, I mean National Al Ahly hayupo msimu, sorry. Ukitazama Esperance, ukitazama Mamelodi Sundowns, ukitazama Orlando Pirates, sio vilabu ambavyo vimehama daraja kubwa sana kiubora, kwa maana kwamba walau usiweze kufikia kwenye finali. Kwa mfano wachukulie AS FAR Rabat ambao msimu uliopita walicheza finali. Wao kujimarisha kuelekea msimu huu unaokuja, big money signings ambazo wamezifanya zinatoka kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sawa. Hafte Kitambala pamoja na Alan Okello kutoka Young Africans. Which means kama hiyo ni standard ambayo tayari sisi tunaifahamu, na ndio ubora ambao sisi tumewapatia wao kuweza kujimarisha. Na wachezaji wale walipokuwepo hapa kwenye ligi yetu ilikuwaje? Tupo kwenye daraja la almost kufanania, walau kwa push mpaka kufika nao kwenye hatua ya nusu finali. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Lakini pia jifikirie Young Africans kuelekea msimu huu mpya, wana mchezaji ambaye alikuwa kwenye dressing room ya Mamelodi Sundowns na jinsi ambavyo walishinda, anafahamu some of the things walizungumza kuweza kufikia hayo mafanikio ndani ya Peter Sharulile. Wamespend big kuweza kumpata. Lakini kwa upande wa Simba wana wachezaji hata benchi la ufundi, of course, exactly, Mankoba ametoka pale Mamelodi. So kuna baadhi ya mbegu wanazijua nini kifanyike walau kufika kwenye hatua ya juu kabisa ya mtoano kwenye mashindano haya ya CAF ambayo of course ni nusu finali. Lakini kwa Simba Sports pia una balance mzani. Wana kocha ambaye amecheza semifinal ya kombe la shirikisho msimu ambao walitolewa na Simba pia, remember Steve Barker. Lakini pia ndani ya kikosi wana winners wa mashindano ya Afrika ngazi ya vilabu kwa maana ya African Football League. Lakini pia wakiwa wamefanya vizuri kwenye hatua ya juu kabisa, wamecheza semifinal za kutosha pamoja na finali za unajua CAF Champions League kwa maana ya Nio Maema pamoja na Rushin Deruk, sio hivyo. Lakini pia they have a player ambaye yes kwa sasa bado haja pull through kuwa kwenye kikosi cha kwanza regularly, lakini mchezaji ambaye kwenye ligi ya South Africa kati anaondoka alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wangeweza kuondoka kwa bei kubwa zaidi kama wanabakia ndani ya South Africa. Kama angetoka Sekukune kwenda Orlando ama kwenda Kaizer ama kwenda Mamelodi, ingekuwa fedha nyingi sana, na in fact alishindwa kubakia pale kwa sababu Sekukune walikuwa wanataka fedha nyingi sana kama wanamuuza kwa live club pale ndani ya nchi. Baadaye Simba wanakwenda kumpata kwa kile kinachoelezwa kuwa randi karibu milioni 5, ambao ni mzigo mrefu karibu milioni 800 na usheza Tanzania.